Acha leo tuitazame taarifa kutoka katika klabu ya Young Africans ambapo kwa sasa imeanza mazungumzo na winga hatari kabisa kutokea pale ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast. Na huyu si mwingine anaitwa Solomane Fofana. Hii ni Abi Sports TZ. Nafasi yako ni moja tu, kwa kusubscribe video hii, kwa kushare, kulike pamoja na kucomment. Sasa bwana, klabu ya Young Africans imefungua mazungumzo na kambi ya winga hatari kabisa kutokea ASEC Mimosas anaitwa Solomane Fofana, huko ikiwa kwenye mipango ya kuimarisha kikosi chao kuelekea katika dirisha la usajili la mwisho wa msimu katika msimu mpya wa 2026-2027. Taarifa kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika kabisa vinaonyesha kuwa Yanga inavutiwa na uwezo wa Fofana ambaye amekuwa akionekana kama nyota anayesifika kwa kasi, ubunifu na uwezo wa kufunga mabao akiwa ASEC Mimosas, ambapo nyota huyu ni chipukizi wa Ivory Coast ambapo amevutia vilabu kadhaa pia kutokana na msimu mzuri wa 2025-2026 ambao ameuonesha, na Yanga akaona okay, tunaweza tukaanza kufanya mazungumzo na kufuatilia na kuona namna kama tunaweza tukamsajili na kudondoka katika klabu ya Young Africans kutokea mitaa ya Twiga na Jangwani. Yanga ni kama wanaendelea kuwazungumza wachezaji ambao of course CV zao ni kubwa na wachezaji ambao pia wako katika soko kubwa. Utapomzungumzia Fofana utamzungumzia mchezaji ambaye kwanza ni chipukizi. Kwa haraka tu ni kwamba umri wa Fofana bado ni kijana mdogo sana, ndio kwanza na miaka 20. So kwenye soko la mpira ni mchezaji ambaye thamani yake ni kubwa sana, na anapokuwa na kiwango kizuri thamani yake ni hela nyingi. Yani leo hii timu inapomtaka Fofana kwenye kiwango ambacho yuko nacho, basi amna inaweza kafika hata bilioni 3, bilioni 4 kulingana na thamani aliyokuwa nayo. Na anatoka wapi? Anatokea ASEC ambaye ni klabu ambayo inalea sana vijana wengi, lakini pia ametoka kwenye taifa la Ivory Coast ambapo kwa kiasi kikubwa pia ni taifa ambalo linakuza vipaji vya soka kwa uangalifu wa hali ya juu na kutazama future ya baadaye zaidi. So ni mchezaji ambaye hajatoka kwenye timu ya kubahatisha, hapana. Yani ametoka kwenye ASEC ambapo ameandaliwa kwenye misingi hiyo, lakini pia anatoka kwenye taifa ambalo linajua pia kuandaa misingi na kuwapa thamani wachezaji wao, hususan kwenda kucheza soka la kulipwa katika nje ya bara la Afrika. So kwangu mimi ni biashara ambapo Young Africans wanaangalia uwezekano pengine wa mchezaji huyu kumpata. Ni mchezaji mzuri sana, ni mchezaji ambaye ana performance nzuri ndani ya uwanja. Kwa hiyo ushindani wa wachezaji hawa ni kitu kikubwa sana. Na kama inatokea Fofana amekuja katika klabu ya Young Africans, maana yake Yanga watakuwa wamefanya usajili kwa hivi misimu kadhaa, misimu kama misimu miwili tuseme, wasajili wachezaji kutoka ASEC Mimosas, ambapo kwa sasa hivi ukizungumzia Ivory Coast utaigusia ASEC ndio imekuwa inatoa wachezaji wengi kuja kucheza soka la kulipwa nje ya mipaka ya Ivory Coast hapa pato Afrika. Mfano kwa Young Africans mtu alikuja kama Pacome Zouzoua ambaye yuko ndani ya Young Africans. Alitokea wapi? Alitokea ASEC, ni mwa Ivory Coast pia. Tumeona performance nzuri sana kwa Pacome Zouzoua, licha msimu huu hajao kwenye kiwango chake kikubwa kutokana na majeraha ambayo alikuwa anamweka nje ya uwanja, lakini unamuona akiwa ndani ya uwanja anakupa vitu vyote ndani ya uwanja. Lakini tunamzungumzia Yao Kwasi, performance kubwa katika misimu miwili mfululizo, licha msimu ulioisha na msimu ulivyoanza hakupata nafasi ndani ya mechi kwa sababu ya majeraha, lakini amerejea kwenye kikosi na nimekuwa kwenye first 11, performance nzuri. Kwa hiyo project za Young Africans kusajili wachezaji kutokea Ivory Coast hasa pale ASEC Mimosas zimewalipa kwa wachezaji wawili ambao nimewazungumzia. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kama watafanikiwa kumpata Fofana, maana yake ni project ambayo sitokuwa na wasiwasi, kwa sababu project zao za awali kutoka kuchukua wachezaji kutoka maeneo hayo yaliweza kufanikiwa. Mbali na hivyo, kwa haraka tu ni kwamba ni miongoni mwa winga mzuri, lakini pia anaweza kucheza kama attack midfielder, anatokea pembeni na kulia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anacheza katika maeneo matatu tofauti. Hii inakupa advantage kubwa, kwa sababu mchezaji yeyote akiwa anahitaji, maana yake lazima akupe matokeo.
ndani ya uwanja kwenye pande zote mbili. Kwa hiyo ni winga machachari sana akitokea pembeni, na Young Africans wamekuwa na falsafa hiyo. Yanga wanatumia zaidi mawinga, na ndio maana hata ukiangalia mabeki zao aina mabeki ambao Young Africans wanawasajili wa pembeni, wamekuwa ni wanatafuta mabeki ambao wana speed, lakini pia ni wazuri katika kutupa ile mipira ya cross. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba Young Africans kwa falsafa wanaotumia kumpata winga kama Fofana ambaye wakati mwingine anaweza kaenda kucheza kama kiungo mkabaji, inakupa advantage mbili katika uwanja. Na kwa mfano tu katika msimu huu kwenye CAF Champions League amecheza game 2 pekee, amescore goli 1 katika huo mchezo. Kwa hiyo sio mbaya, katika mechi 2 amescore goli 1. Kwa hiyo inakupa picha kwamba okay, ni aina gani ya mchezaji. So bibi nafsi kwa Young Africans inawezekana ikawa kwake ni mchezaji ambaye akawa ni mzuri na akaja kaisaidia timu Young Africans kwa kiasi kikubwa sana. Ni vile tu kama timu hazitaweza kuingia kwenye ushindani na yeye, basi Young Africans wakitia pesa pale, basi era inaweza ikasoma vizuri na akaja kaitumikia timu ambayo inahitaji matokeo ndani na nje, kwa maana kwamba michuano ya CAF Champions League Young Africans watahusika katika msimu unaokuja. Mbali na hapo pia ligi kuu watapaswa pia, kama watafanikiwa kuchukua ubingwa wao, maana yake watataka kusawazisha kuendelea kuchukua zaidi hivyo vikombe. Kwa hiyo huyo ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwa sasa anazungumziwa ndani ya Young Africans. Tusubiri kitu gani kitatokea. Hayo ni machache kutokea Abi Sports TZ. Unaweza kusubscribe sasa hivi, kushare, kulike pamoja na kucomment ili kuendelea kuzipata taarifa za kimichezo.